Kama ukiona majukumu yanazidi kuwa mengi na yanakusogelea kwa kasi, basi jitahidi sana upunguze usela, au kama utaweza basi uache kabisa. Hapa nimekuletea jengo zuri sana, of course, lenye jumla ya vyumba 4 humo ndani. Mpangilio wake ni mzuri na ni superb kabisa, ikiwa imepangilika vizuri katika namna ambayo itakufurahisha na itakupendeza kukitazama, lakini pia hata kuishi na kumiliki kama nyumba yako. Sikiza, twende pamoja. Hapa ndani kuna mpangilio mzuri wa kisasa na unaovutia kwa kutazama pia. Ukiangalia humo ndani kuna idadi ya vyumba 4 vya kulala, na kati ya vyumba hivyo chumba kimoja ni master, kimoja tu peke yake, lakini vyumba viwili ni self na chumba kimoja ni single. Hapa kuna somo la kujifunza utofauti kati ya master na self bedroom. Inatuonyesha vizuri sana kwa sababu chumba chetu ambacho ni master kinaonekana kwa uzuri na kinaonekana vizuri, kiko upande wa kulia, ambapo kuna dressing room ndani yake, au chumba cha kubadilishia nguo, ikiwa katika vyumba ambavyo viko upande wa kushoto ambavyo ni self vyenyewe vina chumba na choo tu ndani peke yake. Sio kwamba kwenye master kuna choo, hapana. Kwenye master kuna chumba, sehemu ya kulala, kuna choo, lakini kuna sehemu ya kubadilishia nguo kama chumba maalum. Sawa? Ina maana kama mambo yakiwa ni mengi huwezi kuibadilishia nguo humo, unaweza kufanya kama kiofisi chako kidogo, ukaweka kompyuta yako kwa ajili ya kufanya assignment zako, ukamalizana nazo huko. Lakini pia ukiachana na hivyo nilivyokutajia, pia kuna chumba ambacho ni single, lakini kuna choo cha public. Kwa hiyo huduma ndogo kwa chumba hicho zitaishia huko. Jiko lipo, lakini kuna store kwa ajili ya kuhifadhia vitu vidogo. Store ipo ni litro, sio kubwa sana, ni ya kawaida. Na wakati tunajenga au tunatengeneza ramani hapa, tulizingatia kitu kimoja, kwa maana ya kwamba kutakuwa na store nyingine kwa nje kwa ajili ya kuhakikisha kwamba zinapiana company. Lakini pia kuna dining, kwa maana sehemu ya kulia chakula, sebule kubwa sana, na veranda ni 2 kwa maana mbele na nyuma ya hili jengo. Kwenye tofali za blocks, sawa, kama utatumia tofali za blocks hapa zitaenda tofali 1400. Tofali 1400 peke yake ndizo ambazo zitakazotumika katika ujenzi wa hili jengo letu, maana boma, of course. Sawa, tofali 1400 ndizo ambazo zitatumika kwenye ujenzi wa boma. Lakini pia kama utatumia tofali za kuchoma, hapo zitakuwa tofali 1013 katika usawa wa boma. Sijahusisha zile zitakazotumika kuandaa msingi, kwa sababu zile zitategemea sana na shape ya kiwanja chako, lakini pia na aina ya udongo unaopatikana kwenye kiwanja chako. Juu hapo kuna bati 180 za futi 10, bati 180 za futi 10, na mbao zake za kenchi ni 300 kamili. Juu ya bati na mbao za kenchi, mabadiliko yanaweza yakatokea kutokana na mpangilio atakaye kuwa amekuja kukujengea, lakini haiwezi kuwa zaidi wala kuwa pungufu sana na kiasi hicho ambacho nimekutajia, au idadi hiyo ambayo nimekutajia. Mpangilio wa jengo na muonekano wake ndio kama ambavyo unaweza kutazama hapa. Jengo ni zuri na ni la kisasa pia, na liko katika namna ambayo inavutia kwa kote utakapoenda kujenga, iwe ni mjini lakini pia hata kijijini. Nikukumbusha tu wewe ambaye unatumia WhatsApp sasa hivi, unaweza ukatazama ramani kupitia WhatsApp yako bila hata kuingia katika mitandao mingine ya kijamii. Cha kufanya ni hivi: tutumie message WhatsApp, tuandikie neno ni unge. Namba yetu ya WhatsApp ni hiyo inaonekana hapo kwenye kioo chako, ambayo ni 0758 260 690, 0758 260 690. Tuma neno ni unge kwenye WhatsApp namba hiyo hapo. Baada ya hapo tutakutumia link, na kupitia link hiyo utajiunga na WhatsApp channel yetu, ili kila tunapokuwa tunaziweka ramani huko, basi unakuwa unapata fursa ya kuzitazama. Lakini pia tunapatikana mitandao mingine kama ambavyo inaonekana hapo chini. Yes, kwa maana Facebook, tunapatikana TikTok, LinkedIn, lakini tunapatikana Instagram, YouTube na Twitter pia, ambapo sasa mtandao huu unatambulika kama mtandao wa X. Na nikukumbusha tena, kama utakuwa unatazama video hii kupitia YouTube, basi usisahau kusubscribe katika YouTube channel yetu, ili familia izidi kuwa kubwa, lakini pia tuendelee kukuwekea content na ramani tofauti kwa kadri tutakavyokuwa tukipata nafasi, tukipata wakati na tukipata muda mzuri wa kuendelea kukuelezea mambo kama tunavyokuwa tunayaandaa na kuyafikiria pia. Karibuni sana.